Karibu mtu wa Mungu Tanzania, huduma ya mafundisho neno la Mungu. Na furaha kukaribisha kipindi cha leo tena ambacho kinakujia usiku na kukaribisha mtazamaji wetu wa kijamii ya YouTube, Facebook, Instagram na Twitter. Ukiandika tu Mwalimu Emmanuel Mkonga utanipata na utafurahia mafundisho haya. Bila kupoteza muda, naomba niombe kipindi chetu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako, uwezesho na nguvu. Umetupa nafasi nyingine siku ya leo. Kwa neema, asante kwa kipindi hiki Bwana. Najikabidhi mbele zako na kukabidhi mbele zako Bwana, kapate kibali mbele za watu wako wasikia maneno haya. Maneno haya Bwana yakae ufunguo kwa watu wako, yakawaimarisha watu wako wakasikie na kuelewa na wakachukua hatua na kupata majibu sahihi. Katika jina la Yesu Kristo hai. Amen. Somo letu linasema maombi ya kutafuta shauri la Bwana. Maombi ya kutafuta shauri la Bwana. Kutafuta shauri la Bwana ni nini? Kutafuta shauri la Bwana maana yake ni kumpa Mungu nafasi ya kimaamuzi. Kumpa Mungu nafasi ya kimaamuzi katika maisha yako au katika jambo ambalo unataka kulifanya, ili Mungu aliamue yeye. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Alfa na Omega. Biblia inasema anautangaza mwisho mwanzoni. Kwa hiyo kutafuta shauri la Bwana maana yake ni kumpa Mungu nafasi, kwamba Mungu, ingilia kati ya jambo, ulitazame kwa jicho lako afu uamue. Kuna faida kubwa sana kwa Mkristo akijifunza kumpa Mungu nafasi ili amwamulie badala yake. Yaani Mungu ampe shauri, ampe kitu cha kufanya kabla hajaamua kitu cha kufanya. Watu wengi sana wameanguka leo. Wengine wamepoteza vitu vikubwa, wengine wamepoteza thamani yao kwenye maisha kwa sababu hawakumpa Mungu nafasi wakati wanafanya maamuzi. Kuna watu wameanguka kwenye maamuzi ya ndoa, wameanguka kwenye maamuzi ya ajira, wameanguka kwenye maamuzi ya maisha yao na kila namna mbalimbali. Leo wanajuta wasingechukua ile uamuzi, lakini kwa sababu walichukua uamuzi bila kujua kwamba wanaweza kumshirikisha Mungu na Mungu akawasaidia namna ya kuamua, wakajikuta wanaanguka. Mtu wa Mungu, Biblia inatufundisha wazi na kutueleza wazi kwamba baada ya kuwa Yesu amekuja, sisi tulifanyika kuwa marafiki wa Mungu na kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa maana hiyo tunayo access ya kwenda mbele za Mungu kila wakati na kila mara, kumshirikisha Mungu mambo yetu, na Mungu anapenda watu wanaomshirikisha mambo yao. Mungu unapomshirikisha mambo yako, anajisikia vizuri na kuona kwamba yeye ni sehemu ya maisha yako, na anatamani tuendelee kumshirikisha, na ndio maana mara zote Mungu anasema tumtumainie yeye. Kwenye Yeremia anasema amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu, anayemfanya kuwa kinga. Mungu anapoona kwamba kuna mwanadamu anamtegemea yeye na kumtumaini na kumtaja kwenye maeneo mbalimbali, Mungu anajisikia furaha, na hapo anaona kwamba huyu mtu ananitukuza, na kwa kuwa ananitukuza, Mungu anauonesha utukufu wake juu ya mtu huyo. Mtu wa Mungu, Mungu anapenda sana tumuoneshe ushirika katika mambo yetu, tumshirikishe katika mambo yetu. Nimekuja kukuambia kitu kimoja kwamba hakuna maombi yenye faida kubwa kama maombi ya kulitaka shauri la Bwana kwenye maisha yako au kwenye hatua ambayo unataka kuiendea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Alfa na Omega. Anapolitazama jambo lako katika mwisho wake, akiliona ni zuri, atakupa kibali cha kwenda. Lakini atakapolitazama jambo lako katika mwisho wake na kuona kuna anguko, atakuzuia au utaenda, na mwisho wa siku utakuwa umepata faida kubwa. Sasa watu wengi leo, kwa sababu ya miemko au kwa sababu ya hasira au kwa sababu ya muda au kwa sababu ya pressure ya maisha, tumejikuta tunafanya maamuzi wakati mwingine si maamuzi sahihi na kutuingiza kwenye gharama kubwa, wakati mwingine hata za kupoteza maisha au kukutana na magonjwa sugu au kukutana na hatari kwenye maisha yetu. Mtu wa Mungu, Biblia inasema kitabu cha Methali ile sura 32, kitabu cha Methali ile sura ya 3 mstari wa 5. Methali 3:5, mtu wa Mungu, Methali 3:5. Naomba tusome kitabu cha Methali ile sura ya 3 mstari wa 5, mtu wa Mungu. Kuna kitu Mungu anatusomesha hapo. Haleluya. Anasema, mtumaini Bwana Mungu wako kwa moyo wako, wala usivitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako. Ukiachana na mtumaini, toa na mtumaini, weka mtegemee Bwana. Mtegemee Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako.
Watu wengi leo wameanguka na kushindwa kufika kwenye hatima za maisha yao kwa sababu ya kutegemea akili zao, kutegemea fahamu zao, kitu ambacho Mungu anakikataza kwa Wakristo wa Pentecost wenzangu na Wakristo tunaoniamini na watu waliamini kwamba Mungu anatuzuia tusitegemee akili zetu, lakini Mungu ametupa access ya kuzitumia akili tuzitumie akili tusizitegemee. Usizitegemee akili kwenye kufanya maamuzi yanayoamua hatima ya maisha yako. Mtegemee Mungu kwenye kufanya maamuzi yanayoamua hatima ya maisha yako. Utaiona faida. Iko mifano mingi sana kwenye Biblia ya watu ambao waliamua kumtegemea Mungu katika hatima, katika mambo yanayoamua destiny zao, na Mungu alitokeza kwenye maisha yao akawasaidia na kuwashindia. Lakini iko mifano pia watu ambao hawakuamua kumtegemea Mungu, na Mungu aliwapa ushauri, na Mungu aliwashirikisha kwamba fanya ABCD, lakini hawakuamua kumtegemea Mungu katika mambo yao, na walianguka na wakaangamia vibaya sana. Biblia tu mifano yote hiyo, na ndio maana ninapokuja mbele zako hapa na mifano mingi ya kukwambia kwamba ni vema sasa uanze kumtumainia Bwana na kumtegemea Bwana katika mambo yako. Kwa sababu gani? Kwa kufanya hivyo utaona ukuu wa Mungu kwenye maisha yako na kuiona mambo yako yanaenda haraka na shida zako kutatulika mapema sana. Watu wengi mambo yao hayafanikiwi kwa sababu watu wengi wanamweka Mungu kama second chance. Mungu ana nafasi ya pili. Watu wengi hawamchukulii Mungu katika ubora wake, katika nafasi ya kwanza. Na ndio maana katika Methali 3 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Na anasema kabisa katika njia zako zote, katika mambo yako unayofanya, katika mipango yako, katika plani unazo mwaka 2026, katika plani unazo mwezi wa pili, katika mambo unayo, anasema katika mambo yako, katika njia zako zote, katika mishemishe zako zote, kwenye utafutaji wako, katika harakati zako zote, anasemaje? Mkiri yeye. Maana ya kukiri maana yake mtaje Mungu kazini kwako, mtaje Mungu kwenye ofisi yako, mtaje Mungu kwenye familia yako, mtaje Mungu shambani, mtaje Mungu kwenye uchumi wako, mtaje Mungu kwenye genge lako, mtaje Mungu kazini, mtaje Mungu. Anasema katika njia zako mkiri yeye, alafu ukishamkiri yeye anakuja ananyosha mapito. Maana yake ananyosha njia. Oh my God. Sikiza mtu wa Mungu, unapomtaja Mungu kwenye maisha yako, unapomtaja Mungu kwenye jambo lako lolote, tabia Mungu anapoitwa huwa anakuja kunyoosha mapito yako. Mtu wa Mungu, usikubali kuamua maamuzi peke yako. Kama uko peke yako, hauko peke yako, huko na Mungu hapo karibu, huko na Yesu hapo karibu, huko na mfalme wa wafalme hapo karibu, huko na Jehova hapo karibu. Usikubali kuamua maamuzi ya hatima peke yako. Mshirikishe Mungu. Tenga muda, mshirikishe Mungu. Una sababu ya kuamua peke yako, kwa sababu maamuzi ya peke yako yanaweza kukugharimu. Hebu kitabu cha Zaburi ile 32:8. Zaburi 32:8. Biblia inasema hivi. Sema, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Mungu anazungumza na Daudi. Sijui alikuwa anapitia wakati gani Daudi, lakini Mungu anajaribu kumwambia Daudi, una upungufu wa maarifa. Kuna kitu katika hali ya ufahamu umepungukiwa. Ni kweli ni mfalme, ni kweli ni mtumishi, lakini kuna kitu umepungukiwa. Ila mimi ninacho, nitakufundisha. Nini maana yake, mtu wa Mungu? Unapochukua jukumu la kumshirikisha Mungu mambo yako, Mungu anaingia kwenye jukumu la kukufundisha na kukuonesha njia namna gani utaitumia ili kuweza kufanikisha lengo ulilonalo. Unapompa Mungu malengo yako ya mwaka, unapompa Mungu malengo yako ya mwezi, malengo yako ya mlongo, malengo yako ya familia, malengo yako ya kesho yako, unapompa Mungu, unapomshirikisha Mungu kesho yako, Mungu mmoja kile anachokifanya anakuja kukufundisha. Anakufundisha nini? Anakufundisha namna ambayo utatembea sawa sawa kuliendea kusudi lako. Lakini sio kukufundisha, anakuja na kukuonesha njia kwamba hapa mwanangu pita hivi, hapa mwanangu fanya hivi, hapa mwanangu tumia njia hii, hapa mwanangu nenda namna hii. Mungu anaanza kukufundisha namna ya kutembea. Anasemaje? Biblia inasema kwamba alimfundisha Efraimu kutembea. Mungu alimfundisha Efraimu kutembea. Nini? Mungu anatufundisha namna ya kutembea.
katika kutembea katika njia zetu, katika njia za mafanikio yetu, katika njia za kazi zetu, katika njia za kwenye familia yetu, katika ndoa, katika majukumu mbalimbali. Mungu anatufundisha kutembea, anatufundisha kutembea. Anamwambia Daudi, nitakufundisha lakini nitakuonesha na njia. Mtu wa Mungu, kuna mahali unapita uone njia. Kuna mahali unapita unaona giza. Kuna mahali unapita unatamani utafuta nabii akutabirie. Kuna mahali unapita unatamani kusikia neno la mtumishi wa Mungu likutoe hapo ulipo. Mtu wa Mungu, sikiliza. Una sababu ya kufika mahali kutafuta nabii akutabirie. Una sababu. Una sababu moja tu ya kumtafuta Mungu hapo ulipo akuoneshe njia. Nabii anaweza asione njia kwa sababu hata yeye kuna mambo yanamkwaza. Haoni njia. Lakini Kristo anaona njia. Ukimuita Kristo katika shida ulionayo, katika situation ulionayo, ukamwambia niko hapa Yesu Kristo. Umesema kitabu cha Zaburi 38, utanifundisha na kunionyesha njia. Njoo unifundishe Baba. Njoo unionyeshe njia. Anasema nitakushauri. Kristo ni mshauri, Mungu ni mshauri. Unataka ushauri kutoka kwa nani? Nitakushauri. Mungu anatushauri. Nini? Tunafeli wapi sisi kupata ushauri kutoka kwa Mungu na tunapata ushauri kutoka kwa majirani? Tunapata ushauri kutoka kwa watu walioshindwa. Tunapata ushauri kutoka kwa watu wanasema wana experience. Hatuhitaji experience kwenye maisha leo. Tunamhitaji Mungu kwenye maisha leo. Maana kwenye maisha leo experience zimeprove zikashindwa. Wapo watu wengi wana experience wameanguka na experience zao. Maisha leo ya sasa na teknolojia, tunamhitaji Mungu aje atuongoze. Tunamhitaji Mungu kama mshauri namba moja, atufikishe kule alikotukusudia. Msikize mtu wa Mungu, aliyeanzisha safari ndani ya maisha yetu anajua ataimalizaje. Hatuhitaji mshauri sana katikati ya maisha yetu na Mungu, kwa sababu aliyeanzisha safari ni Mungu, anajua hatima. Kwa hiyo unapokwama katikati ya safari yako na Mungu, kabla ya kwenda kwa ushauri wengine, nenda kwa mshauri ambaye aliyeanzisha safari, ambaye ni Kristo. Ukimfuata Kristo aliyeanzisha safari yako kwenye maisha yako, anajua umekwama wapi na atakuonesha njia. Mtu wa Mungu, unapata wapi ushauri wako? Maombi ya kutafuta shauri la Bwana. Tujifunze kutafuta shauri la Mungu, kumuuliza Mungu, unaonaje? Unaonaje hapa nilipo? Unaonaje hapa nilipo? Ili jambo nilifanye? Ili jambo nilitende? Ili jambo niliendee? Nikalifanya ili jambo? Tunawezaje? Hebu soma kitabu cha Isaya 45. Kitabu cha Isaya 45 mtu. Kitabu cha Isaya 45. Oh my God. Kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ile sura ya 45 mtu. Kinaeleza jambo zuri pale. Anasema kwamba kitabu cha Isaya 45 anasema kwamba Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu. Haya niagize mimi. Anasema niulize habari za mambo yatakayokuja. Isaya 45:11. Anajifunua Kristo tangia kwa Isaya, nabii Isaya, kwamba anao uwezo wa kutuambia habari za mambo yatakayokuja. Mtu wa Mungu, unapotaka ushauri kwa habari ya kesho yako, unapotaka ushauri kwa habari ya jambo ambalo liko mbele yako, unapotaka ushauri kwa habari ya jambo unalotaka kuliendea, unaenda wapi? Isaya anasema 45, niulize mimi kwa habari ya mambo yatakayokuja. Asio yako, hata habari za mambo ya watoto wenu. Aya niagizeni mimi, asema Bwana. Nini? Mungu anataka umshirikishe. Mungu anataka umwambie shida yako. Mungu anataka ulete hoja zako mbele yake. Oh my God. Mungu anajisikia furaha pale ambapo kama mtoto wake unaenda kwake kulia mbele zake na kumweleza shida zako. Anasema leteni hoja zenu za nguvu. Leteni hoja zenu mpate kupewa haki. Haya njoni tusemezane, asema Bwana. Hapa Mungu anaongea kwa habari ya conversation, kwa habari ya majibizano ya kiroho. Anasema njoni tusemezane, asema Bwana. Hata kama dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufi. Zijapokuwa nyekundu sana kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Haya njoni tusemezane. Nini? Mungu anataka watu wa kusemezana.
Wewe unakwama wapi? Mungu anataka dialogue. Mungu anataka dhambi isikuzuie. Dhambi isiwe kikwazo cha wewe kuogopa kwenda kusemezana na Mungu. No. Dhambi iwe ni njia ya kupeleka msalabani ili kukutana na Kristo. Na ndio maana Kristo hakuja kwa ajili ya ambao hawana dhambi. Kristo alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Mtu wa Mungu, Mkristo mwenzangu, sikiza. Dhambi isiwe sababu ya wewe kutafuta uso wa Mungu. No. Dhambi iwe sababu ya wewe kukimbilia msalaba ili kusemezana na Mungu. Anasema Isaya 1:18, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zisipokuwa nyekundu kama bendera, kama bendera. Yamkini hata dhambi zako sio nyekundu namna hiyo. Sio nyekundu namna hiyo. Nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, nimekuja, nataka unisemeshe kwa habari ya kesho yangu. Nimekwama, kuna jambo nataka niliendee. Huu mwezi kuna jambo nataka nilifanye. Nina kitu nataka nikifanye mwaka huu. Kuna jambo, mpango huu ninao mwaka huu. Mshirikishe, anasema njoo, leta hoja zako, leta. Anasema niagizeni mimi nitawaambia habari za mambo yajayo. Mwalimu anasema kitu gani? Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana 16:13. Yohana 16:13. Oh my God. Oh my God. Yohana 16:13. Oh my God, Jesus. Yohana 16:13. Nasikia furaha napojifunza maneno ya Mungu kama hivi. Yohana 16:13. Biblia inasema, lakini naye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Sikiliza, Roho Mtakatifu. Yesu anasema kwa habari ya Roho Mtakatifu kwamba hata habari za mambo yajayo atatupasha. Mtu wa Mungu, habari ya kesho yako unaweza usio unaijua, lakini Roho Mtakatifu anaijua. Hatima yako unaweza ukawa hauijui, lakini Roho Mtakatifu anaijua. Na kwa nini huijui? Ni kwa sababu umeshindwa kuchukua hatua kwenda kwa Mungu kumuuliza kwa habari ya maamuzi unataka kuyafanya juu ya kesho yako. Mtu wa Mungu, nimesema hapo mwanzo, kwenye maamuzi yanayohusisha hatima yako, usijishirikishe mwenyewe kuchukua maamuzi. Usikae chumbani ukaamua. Kaa magotini, amua na Mungu. Mwambie Bwana, unalionaje hili jambo? Hili jambo nalionaje? Nilifanyaje hili jambo? Hili jambo mimi sioni, wewe unaona kitu gani kwenye hili jambo Mungu? Mimi sioni kesho, wewe unaiona. Unaonaje hili jambo? Niliendee au nisiliendee? Daudi tunajifunza, anamwambia Mungu, niwashukie, utanipa ushindi katikati yao. Niwafuatie, utanipa ushindi, au nisiwafuatie? Na Mungu nasikia anasema wafuatie, utawapata ushindi, utashinda, utateka nyara, wafuatie. Lakini anamwambia usiwafuatie, usipitie njia hii, pitia njia hii. Nini? Daudi alikuwa ni mtu ambaye anakaa magotini kwa Mungu, anazungumza na Mungu habari ya maisha yake ya kila siku. Hatuna sababu ya kushindwa kuongea na Mungu, mtu wa Mungu, maisha yetu ya kila siku eti kwa sababu huwezi kufunga siku 3. Hapana. Mungu hasikii tu maombi ya siku 3. Mungu hasikii maombi ya siku 7. Mungu anasikia hata maneno tu, umekaa umemaliza kwenye choo umeshiba ukazungumza, Mungu anasikia. Anasema yuko karibu kuliko mavazi. Maombi si sababu ya kwamba ndio Mungu akusikie. No. Japokuwa maombi yana nafasi yake katika ulimwengu wa roho ya kutengeneza mazingira, lakini maombi sio kikwazo cha wewe Mungu kukusikia. Sema na Mungu hapo ulipo, hata kama umeshiba, mwambie Mungu, kuna jambo nataka kulifanya, sielewi. Unaweza ukaniamria, unaweza ukaingia kati kwenye jambo, ukachukua nafasi afu ukaamua kwa niaba yangu. Mtu wa Mungu, utaona uwezo wa Mungu utashuka na kukusaidia. Wako watu kadhaa kwenye Biblia ambao walimpa Mungu, walifuata shauri la Mungu, walimshirikisha Mungu mambo yao, walipopita katika nyakati ngumu walimshirikisha Mungu. Wako watu kadhaa kwenye Biblia. Wa kwanza ni mtu mmoja anaitwa Esther. Kitabu cha Esther ile sura ya 4. Esther sura ya 4. Haleluya. Biblia inasema hivi: basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu.
Pia akafika hata mbele za malango ya mfalme, maana kuwa hakuna awezaye kuingia ndani ya malango ya mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jambo katika kila jimbo ambako amri mfalme na mbiu imewasili, palikuwa na msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Basi wajakazi wake Esta na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye Malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Kisha Esta akamwita Hathaki, msimamizi wa nyumba mmojawapo wa mfalme, aliyemwagiza amhudumu Esta, akamtuma kwa Mordekai ili ajue mambo hayo na maana yake nini. Basi yule Hathaki akatoka nje kumwendea Mordekai kwenye uwanda wa mji uliopo mbele ya malango ya mfalme, naye Mordekai akamweleza yote yaliyompasa. Mstari wa 15. Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanya Wayahudi waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3 usiku na mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esta alivyomwagiza. Ninafahamu unaijua hii habari ya Esta, na niko hapa kukukumbushia vitu vichache kwa habari ya Esta. Esta ni miongoni mwa wanadamu ambao walipofika kwenye hatima, walipofika kwenye kutaka kufanya maamuzi yanayohusu hatima za maisha yao, walirudi kwenye magoti na wakaona ukuu wa Mungu. Mtu wa Mungu, nisiwe makini. Esta, Mordekai anampelekea taarifa kwamba Hamani ametoa waraka kupitia muhuri wa mfalme, Wayahudi wote walio katika jimbo na chini ya utawala wa Ahasuero wauawe. Na Esta alipopelekewa hizo taarifa akataka kukwepa. Mordekai akamwambia, hata kama utakwepa Mungu atatusaidia, lakini na wewe humo utakufa. Esta alichokifanya, akaamua kumwambia Mordekai, sasa Mordekai, nenda kafunge na kuomba wewe na Wayahudi walioko hapa Shushani ngomeni, alafu na mimi na wajakazi wangu tutafunga na kuomba muda wa siku 3. Kisha baada ya kufunga na kuomba nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria, ikiwa kama kuangamia na niangamie. Sikiliza nini Esta alipopata ule ujumbe. Kwa nini hakuamua kwenda kwa mfalme moja kwa moja? Kwa nini Esta aliamua kutulia kwanza mbele za Bwana? Sikiliza mtu wa Mungu, tunakwama sana tunapofika kwenye hali inayotutaka tufanye maamuzi yanayoamua hatima za maisha yetu, na mwisho wa siku tunajikuta tunapotea. Ndio maana watu wengi leo wamepoteza thamani ya maisha yao, wanaona kama hawana thamani tena. Wengine wanaona kabisa hatuwezi kuolewa tena, hawawezi kuolewa tena, wanaona kama wameshapoteza thamani. Wengine hatuwezi kuoa tena, wanasema siwezi kuzaa tena, yani wameshapoteza thamani. Watu asiwezi kupata kazi tena. Nini maana yake? Kuna watu walifanya maamuzi kwenye maisha yao, hayo maamuzi yalikuwa ya kuamua hatima za maisha yao, na wakayafanya yale maamuzi kwa mhemko, wakayafanya vibaya, wakaumia. Mtu wa Mungu, unapofika kwenye hatua ya kufanya maamuzi yanayogharimu hatima, yanayogharimu maisha ya kesho yako, usikubali kufanya mwenyewe kama uko peke yako. Hukujiumba wewe, hukujileta duniani, ulijikuta upo hivyo ulivyo. Yuko aliyekuumba, aliyekutengeneza, aliyekufinyanga. Mshirikishe huyo, mwambie habari zako zinazokuumiza, mwambie habari zako za mkwamo, kwa sababu hata usipomwambia anazijua. Anahitaji wewe tu mshirikishe ili aingilie kati. Esta alipopata taarifa ya kuumiza, ya kulalua moyo, hakuchukua hatua moja kwa moja kwenda kumshtaki Hamani. Alichokifanya, aliyamwambia Mordekai, tuombe kwanza. Esta akaingia kufunga na kuomba muda wa siku 3 pale Shushani ngomeni, akiwa kwenye jumba la ufalme. Nini kikatokea? Baada ya kuwa amemaliza kufunga na kuomba siku 3, Biblia inasema kwamba Esta akaenda kinyume cha sheria mbele za mfalme. Na mfalme alipomwona akamnyoshia fimbo, akamwambia, Malkia, njoo, una shida gani Malkia? Sema kitu chochote, sema una shida gani, hata nusu ya ufalme nitakupatia.
Maombi ya Esther alifanya kitu gani? Maombi ya Esther yalifanya kitu gani? Sikiza. Esther hakuonana na mfalme zaidi ya mwezi mzima. Na Esther alipoingia kwenye maombi, hali ya hewa ikabadilika na Esther akapata kibali tena kwa mfalme. Sikiza kwa makini. Yako mambo yaliendelea katika ulimwengu wa roho baina ya Esther na mfalme. Na ndio maana Esther alibidi kwanza ingie kwenye maombi kwenda kutengeneza mazingira kabla ya kupeleka agenda. Yako mambo kama manne ya kwa nini Esther aliona kwanza ni vema kuchukua maamuzi ya kuomba. Nako mambo kama manne. Ya kwanza, kabla ya hatua aliona yupo Mungu anayeweza kumpa kujua na cha kutenda na afanyeje ili apate ushindi. Sikiza. Esther kabla ya kuchukua hatua kwenda kwa mfalme ambaye ni mume wake, angetumia haki waenda saa nyingine kama mke. Lakini Esther alijua kwamba yuko Mungu ambaye anaweza akampa ushindi hata kabla mfalme hajampa ushindi. Sikiza kwa makini. Mtu wa Mungu, sikiza. Yuko Mungu ambaye anaweza akakupa ushindi hata kabla bosi wako hajakupa ushindi. Yuko Mungu ambaye anaweza kukutangazia kushinda hata kabla mahakama haijasema umeshinda. Yuko Mungu ambaye anaweza kukutangazia umepita hata kabla ya mahakama kusema umepita. Sasa sikiza, unapopata mambo magumu kwenye maisha yako, unahitaji maamuzi, unahitaji decision. Usiamue peke yako, mshirikishe Mungu, kwa sababu Mungu anaweza akakutangazia mwisho hilo jambo mwanzoni kwamba mwanangu, huku unakoelekea ushindi upo, lakini mwanangu, huku unakoelekea hakuna ushindi, badilisha njia. Na ukabadilisha njia ukajikuta unapata ushindi bora kuliko ule wa mwanzo. Esther alijua kwamba Mungu ninayemwabudu anaweza akanipa ushindi, akanisemesha ushindi kabla ya mfalme hajanipa ushindi. Kabla ya mfalme hajasikia shida yangu na kuitatua, Mungu anaweza kuisikia akaitatua. Unapopitia wakati mgumu na changamoto, wewe unaenda wapi? Au unaenda WhatsApp kupost status tuone kwamba umepatwa na mambo magumu, unapost status za maumivu, za kilio, za emoji za kilio na kuandika caption za maumivu. No, hiyo haisaidii kitu. Hiyo haisaidii kitu. Unapopata uchungu na maumivu kwenye maisha yako, unapopata mambo magumu ya kumaamuzi, unafanya nini? Esther aliamua kwenda kwa Mungu akijua Mungu anaweza akautangaza ushindi kabla hajaambiwa na mfalme umeshinda. Jambo la pili, Esther alijua anayeshindana naye ni mtu mwenye mamlaka na uwezo kiasi gani. Hivyo ilibidi atafute mbinu na akili ya ziada kimungu. Esther alijua anashindana na nani? Anashindana na Amani. Mtu wa Mungu, huyu aliyeshikilia maamuzi ya maisha yako, huyu ambaye unamwendea, huyu ambaye anakupa na kusumbua, huyu ambaye unapeleka naye mahakamani, huyu ambaye mnakwaroz naye, huyu ambaye anakunyima usingizi. Yeye anayekunyima usingizi ana nafasi kiasi gani? Ana cheo kiasi gani? Mtu katika dunia leo, ashumu nilitoa mfano siku moja kwamba wewe tu sasa hivi hapo waziri akuzulumu, kiongozi akuzulumu, wewe ni mama ntilie, ni mwalimu tu wa sekondari, mwalimu wa primary, daktari, si waziri akuzulumu. Unaenda utamfanya nini waziri? Maana hata kabla hajafika mahakamani ameshapata ushindi. Hata kabla hajafika kwenye baraza la ardhi la kata ameshapata ushindi. Hata kabla hajafika kokote ameshapata ushindi. Uingie kesi na mkuu wa mkoa, hata kabla hajafika ameshapata ushindi. Sikiza, mahakama zimeshamtangazia ushindi. Unapoingia quarrels na mtu anayekuzidi nafasi, anayekuzidi cheo, anayekuzidi fedha, anayekuzidi wadhifa, unapoingia quarrels na mtu huyo, unapoingia vita na mtu huyo, unapoingia kwenye kesi na huyo mtu, unapataje ushindi? Sikiza, ushindi peke yake unaanza kupata kwenye magoti, mtu wa Mungu. Unapoingia quarrels na mtu mwenye mamlaka kukuzidi, mwenye cheo kukuzidi, mtu mwenye fedha kukuzidi, usiutafute ushindi mahakamani, utaokosa mahakama za Afrika, mahakama zetu, utaokosa. Usiutafute ushindi mahakamani. Ushindi unapatikana kwenye magoti, mtu wa Mungu. Nenda kwanza kwenye magoti. Mungu atakuonesha njia sahihi ya kufanya. Huenda yamkini isiwe hata ya mahakamani na ukapata ushindi mkubwa kuliko ambao ungeenda mahakamani. Mtu wa Mungu, lazima ujue unapigana vita na nani. Nani aliyesimama kama adui? Usipigane tu vita, lazima ujue unapigana na nani. Ana cheo namna gani? Ana wadhifa gani? Ana mamlaka gani? Ili ukishajua ujue unaendaje mbele za Mungu kushughulika naye. Sio, ni mtu wa Mungu. Jambo la tatu.
Esther alimjua mfalme ni mtu wa namna gani, na alijua gharama itakayomkuta hivi kuchukua maamuzi pamoja na Mungu ikawa ni muhimu. Esther alijua mume wake ni mtu wa namna gani, alimjua Usuelo ni mtu wa namna gani. Sasa ndio unapitia maamuzi, unapitia kwenye situation ngumu, unaenda ukweni unamshtaki mume wako, wewe unakosa ushindi, wewe unakuwa mbaya, wewe unaonekana wewe ndio una makosa. Nini maana yake? Umeshindwa kutambua kanuni. Unapoenda kupeleka kesi, unampelekea kesi ni mtu wa namna gani? Unapoenda kumshtaki huyo mdeni wako, unapoenda kushtaki mdeni wako, huyo unaenda kumshtakia ni mtu wa namna gani? Wewe huwezi ukampelekea kesi ya nyani ingedea, huwezi ukapata ushindi. Lazima ujue unampelekea kesi ni mtu wa namna gani. Badilisha kwanza kwenye ulimwengu wa roho status. Hamani alikuwa ni mtu wa karibu wa mfalme Ahasuero, ni mtu wa mkono wake wa kuume, ni mtu wa karibu kuliko Malkia kwenye ufalme, kwenye utawala. Malkia anapoenda kupeleka kesi ya kumshtaki Hamani mbele ya mfalme, wategemea mfalme amweleje Malkia? Kwa sababu Hamani na mfalme ni kitu pete na kidole, ni marafiki, wanaongea story nyingi. Wategemea Mordekai amweleweje Esther? Unapopeleka kesi ya mdai wako, angalia unayempelekea ni nani, yupi, hayuko upande gani? Kwa sababu sio kampelekea kesi ya nyani ingililo ukategemea ushindi, utaumia Mkristo na utabaki na maumivu. Kwa hiyo Esther kwa kugundua hayo jambo aliamua kuomba kwanza, ili kubadilisha kwanza akili ya Ahasuero igeuke kumtazama mke wake kama ni mtu mwenye nafasi kwake. Na ndio maana mara ya pili anamwambia, sema unachotaka Esther, hata nusu ya ufalme. Sikiliza, ile thamani ambayo alikuwa nayo Ahasuero, thamani ambayo alikuwa nayo Hamani ambaye alikuwa ni sehemu ya mfalme Ahasuero. Mfalme baada ya Esther kuwa ameenda kwenye maombi, anaiona kwamba hiyo nafasi anaweza akampa hata Esther. Ina maana maombi ya Esther alibadilisha akili ya Ahasuero kiasi kwamba Ahasuero akaona hata pasina Hamani Esther anaweza akakaa kwenye sehemu yangu na akanisaidia. Lakini kabla ya maombi Esther alikuwa na hiyo nafasi mbele ya mfalme. Hiyo nafasi ilikuwa kwa Hamani. Kwa mtu wa Mungu, unapotaka kupeleka shauri lako popote, mahali popote, lazima utambue kwanza unempelekea shauri ni nani, ana mahusiano gani na huyo unaenda kumpelekea, unaenda kumshtaki. Na ndio maana ni hakika kuanzia vita zako kwanza kwenye maombi. Unapoanzia vita zako kwenye maombi, unapoanzia mashtaka yako kwenye maombi, unapoanzia maamuzi yako kwenye maombi, Mungu anakupa njia ya kufanya. Sikiliza mtu wa Mungu, Mungu alimpa Esther njia ya kufanya. Just imagine mtu wa Mungu. Ilikuwa ni hekima ya namna gani Esther kufika kwa mfalme na kumwambia, nimeandaa chakula kwa ajili yako wewe na mfalme, na kwa ajili yako wewe na Naaman, mje mle mfurahi. Ilikuwa ni hekima ya namna gani? Kwa nini kufika moja moja kumwambia mfalme, tumetangaziwa kuuawa na mtesi wetu Hamani? Kwa nini alianzia chakula? Ni hekima iliyotoka kwa ile za Mungu, ni hekima iliyotoka kwenye madhabahu. Ni hekima, hii ni hekima kutoka kwenye madhabahu. Chemichemi ilibubujika ikaachilia hekima ya kimungu. Esther akajua cha kufanya, Esther akajua cha kusema. Mtu wa Mungu, unapokuwa na jambo la kimaamuzi ukaenda mbele za Mungu, Mungu atakupa cha kusema. Hautasema ya kwako, utasema ya Mungu. Na ukisema ya Mungu utaona mlango wa Mungu unafunguka. Ukisema ya Mungu utaona Mungu mwenyewe anasimama kukutetea na kukupigania. Ukisema ya Mungu utaona Mungu anasimama kukushindia. Hata kama wanadamu watajipanga makumi, utaona wanatawanyika kwa njia 7. Kwa nini? Kwa sababu umesimama katika shauri la Mungu. Mtu wa Mungu, unapata shida gani? Unapata changamoto gani? Nini shida? Nini changamoto? Tujifunze kwa Esther. Esther alipopata taarifa hii, taharuki hii ya kwamba Wayahudi wanauawa mwezi fulani, wote wametangaziwa kuuawa, Esther kwenda kwa mfalme kushtaki. Alitafuta shauri la Bwana. Alitafuta nini Mungu anasema. Alitafuta nini Mungu anataka mimi nifanye. Alitafuta Mungu, alienda kuuliza Mungu, hapa nifanye nini Mungu? Unaweza ukaingilia kati huo mradi Mungu kanipa cha kufanya. Esther alipompa Mungu ule mradi, Mungu akaitika, akampa mawazo, akampa maarifa. Ndio pale kwenye Zaburi anasema, nitakufundisha, nitakuonesha njia, nitakushauri, jicho langu litakutazama. Mambo manne niliyazungumza kipindi cha nyuma. Esther alipompa Mungu mradi,
Mungu kwamba kuna jambo linaendelea katikati ya Wayahudi na amelisema Haman. Mungu akaingia kwa Esther kuanza kumfundisha cha kufanya. Alafu Mungu akamuonesha njia, fanya hivi na hivi. Alafu Mungu akawa anamshauri Esther, bwana, hapa tuandae chakula, hapa tufanye hivi, hapa tufanye hivi. Baadaye Mungu akampa ushindi mkubwa Esther katikati ya adui yake. Nini maana yake? Maana yake Esther alimtanguliza Mungu. Alimpa Mungu ushauri, alimwambia Mungu njoo kwanza uingilie kati. Mtu wa Mungu, tujifunze kumwambia Mungu njoo uingilie kati. Jifunze kumwambia Mungu njoo uingilie kati. Njoo unisaidie kuamua. Njoo unitetee hapa nilipo. Usipende kuamua pekee, kwa sababu moja ya vitu ambavyo ni vigumu sana kwa Wakristo wengi, wanajikuta wameangukia pua na wameanguka vibaya, ni pale ambapo wanatamani kutumia akili zao wenyewe na mazoea yao wenyewe na matokeo